Katika maisha ya kila siku ya mwanadamu, amani inapotawala ndivyo juhudi na maendeleo yanavyopatikana. Na sasa katika kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025, wafanyabiashara nchini wanabeba jukumu muhimu la si tu katika uchumi bali pia katika kudumisha amani na utulivu wa taifa. Kubwa zaidi tunalolitazama, wanaongelea nini na wanasaidia vipi katika amani? Leo tupo Darajani Sokoni mjini Magharibi Unguja katika visiwa vya Zanzibar, ambapo tunakutana na wafanyabiashara mbalimbali, na wao watatueleza namna ambavyo kuna umuhimu wa kudumisha amani na kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi na baada ya uchaguzi. Naitwa Juma Kesi wa Kisakasaka, ni mkazi wa Mwera. Kujiandikisha ni wajibu kila Mtanzania na kupiga kura ni wajibu kila Mtanzania. Kwa hiyo mimi ni wajibu wangu, lazima nipige kura, lazima niende, nisitupe nafasi hii kwenda kumchagua kiongozi ninempenda wa kutuletea maendeleo hapa nchini kwetu. Jina langu mimi naitwa Isaka Hamad Suleiman, mkazi wa Mlandege. Umuhimu wa kupiga kura ni kumchagua kiongozi ambaye tunampenda ili alinde nchi yetu. Kwa jina naitwa Kombo Hamadi Ali, mkazi wa Mlandege hapa. Umuhimu wa kupiga kura kama kijana ndo hivyo, kumchagua rais ambaye kwamba mzuri. Katika maeneo mengi ya mijini na vijijini, wafanyabiashara wamekuwa mstari wa mbele katika kutoa elimu rasmi kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kudumisha amani wakati wa kampeni, siku ya kupiga kura na hata baada ya siku ya kupiga kura. Sisi tunataka kiongozi ambaye ni bora zaidi wa kutujali sisi wananchi. Kila mmoja uchaguzi huu kama kwenye kampeni, kila mmoja ana maneno yake ya kisiasa. Kila mmoja ana sera zake. Lakini wewe mwenyewe yote unakuambia ushapoint, mimi kiongozi wangu ndekemchagua ni huyu. Wakiwa ni sehemu muhimu ya nguvu kazi na maendeleo ya kiuchumi, utulivu wa nchi unawaathiri moja kwa moja, ambapo amani ndio msingi wa biashara. Pasipo na amani hakuna shughuli za kibiashara zinazoweza kuendelea kwa ufanisi. Wananchi, vijana wenzangu, tujitokeze kwa wingi, tuende tukapige kura siku tuliopangiwa na viongozi wetu. Tusikubali maneno ya watu yakatuchanganya, baadaye yakatuletea athari nchini kwetu. Tuwe na utulivu, tuende siku tulioambiwa tukapige kura, kila mmoja aondoke ende nyumbani akakae, tusubiri matokeo yatoke, amani na utulivu kabisa. Mimi nawashauri vijana wenzangu wote, inapofika tarehe 29 wajitokeze, tukamchague kiongozi ambaye tunampenda. Mimi napendekeza vijana tutoke tukapige kura kwa sababu ni muhimu sana. Kupiga kura ni muhimu. Hata mimi mwenyewe kifika muda tarehe 29 nitatoa kwenda kupiga kura. Kwa ujumla, wafanyabiashara ni nguzo muhimu katika kulinda amani na utulivu wa taifa, hasa nyakati za uchaguzi. Kwa kutumia ushawishi wao katika jamii, wanaweza kuunganisha watu wa makabila, dini na mitazamo tofauti nchini kwa mwamko mmoja na uzalendo pamoja na upendo wa nchi. Hivyo basi, ushiriki wao katika uchaguzi kwa njia ya amani ni mchango mkubwa katika kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa nchi yenye umoja, utulivu na maendeleo endelevu.